Nasema asante kwa wema wako. Nasema asante kwa wema wako. Ama na fadhili zako zadumu. Nasema asante, nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu. Sifa zako kwa maana fadhili. Sijui kama wewe unauona wema wa Bwana katika maisha yako. Tafakari tu alipokutunza na kwenye hiyo kazi uliyopigwa vita. Tafakari alivyokutunza na huo ugonjwa ambao wengine wamechukuliwa, lakini wewe ni mzima. Tafakari kwa ajili ya neema aliyokupa juu ya watoto wako. Sharabahandereboseke shando ropokorina manto repa shakoria manto ropokoria rendo ropo shekerina manto ropori shando ropokorina manto rapa shakoria manto roporia damai sharina mando ropokorina repa shande repokoria maya rendo ropo shekerina manto. Neema ile ile iliyotutunza mwezi wa kwanza, ikatutunza mwezi wa pili, ikatutunza mwezi wa tatu, imeingia tumetuvusha robo ya kwanza ya mwaka, itatuvusha na robo ya pili ya mwaka, itatuvusha kwenye nusu ya mwaka, itatuvusha mwaka 2025, itatupeleka mwaka 2026. Maana wema na fadhili zako zinatufuata siku zote za maisha yetu, na sisi tunaahidi ya kwamba tutakaa nyumbani mwako siku zote za maisha yetu, e Bwana. Yes, Lord. Oh, nasema asante, asante ewe Mungu wa tunaimba twaimba haleluya, haleluya ewe Mungu wangu. Twaimba haleluya, nasi twaimba haleluya, twaimba haleluya ewe Mungu. Oh, tunakushukuru, oh ewe Mungu. Oh, tunakushukuru Baba, tunakushukuru Baba, tunakushukuru, oh ewe Mungu. Oh, tunakushukuru Baba, tunakushukuru, umetuponya, tunakushukuru, oh ewe Mungu. Oh, tunakushukuru Baba, tunakushukuru Baba, tunakushukuru, oh ewe Mungu. Oh,
hale, twaimba hale, ewe Mungu. Pokea utukufu na heshima na shukurani. Umestahili Bwana, umestahili kupokea utukufu na heshima na shukurani na uweza, kwa maana umeshinda mauti, umeshinda nguvu ya kaburi. Kuwapi kushinda kwako ewe mauti? Kuwapi? Wengine tumetafutwa kwenye magonjwa ili maisha yetu yachukuliwe, lakini wewe Bwana umeshinda mauti, umetushindia na sisi Bwana. Ndio maana wengine walitabiri ya kwamba hatutavuka mwaka jana, lakini umetuvusha kwa ushindi mkubwa Bwana. Tunaiona neema yako kwenye maisha yetu, tunaona pendo lako, tunaona fadhili na rehema zako, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa sababu umetuhuisha tena, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi. Amen. Amen. Nafasi ya maombi kwa muamini katika kushinda vita za kiroho. Kwa sababu gani? Kwa sababu ili tuweze kushindana wakati wa uovu. Na anazungumza kwamba vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, lakini viko katika ulimwengu wa roho, juu ya majeshi wa pepo wabaya, juu ya wakuu wa anga, juu ya wenye mamlaka. Inazungumza namna hiyo. Kwa hiyo vita zipo, na mara nyingi vita zinapokuja huwa zinasababisha mara nyingine imani ikayumba. Itategemeana na jinsi ambavyo umejengwa katika hiyo imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mahali fulani nilikuwa nawaambia watu ya kwamba shetani anapopambana na mtu, watu wengi sana huwa wanapambana kulinda wokovu. Lakini unaweza ukabaki na wokovu, imani ikiyumba wokovu wako utapotea. Na mtumishi wa Mungu Mtume Paulo anasema wakati saa ya kumiminwa kwangu imefika, anamwambia mwanafunzi wake na mtoto wake wa kiroho, anasema ya kwamba nimevipiga vita vizuri vya imani. Kwa hiyo ina maana kuna vita ya kushindana. Nimevipiga vita vizuri vya imani, anasema mwendo nimeumaliza. Alafu anasema imani nimeilinda. Kumbe imani inatakiwa kulindwa. Imani nimeilinda. Nimevipiga vita vizuri vya imani. Anasema mwendo ninaumaliza, imani nimeilinda. Kwa hiyo anampa maagizo, anamwambia uyashike haya maagizo. Kwa nini? Kwa sababu anajua unaweza ukawa umeokoka, na kitabu cha Efeso sura ya 6 kinazungumza kabisa kwamba tuvae silaha. Silaha mojawapo ni chapeo ya wokovu. Chapeo ya wokovu ni ile helmet ya wokovu ambayo inakupa nafasi ya ufahamu wako kufunguka na kupokea vitu vya kiroho. Baada tu ya mtu kuokoka, anakuwa anapata neema ya kukua. Na mahali pengine pia niwahi kusema hakuna mtu ambaye anaweza akakua kiroho kama hajaokoka. Hakuna namna. Yaani ni kama vile unasema nataka ni graduate, wakati haujaenda kwenye shule ukawa registered, ukasajiliwa, ukaanza kusoma, halafu ndio ukapewa na mitihani ukafaulu, si ndio? Ukafanya mitihani ukafaulu. Sasa hauwezi ukafaulu bila kuwa registered. Biblia inazungumza habari ya watu wanatakiwa kukua kiroho. Inatumia kukua kiroho, lakini anasema kukulia wokovu. Kukulia wokovu, huwezi kukulia wokovu ukiwa nje ya wokovu. Lazima uingie kwanza kwenye wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninachosema nini? Nasema watu wengi sana wamekuwa wakilinda wokovu wao, lakini wakipitia kwenye changamoto kubwa. Ni kama vile unaona wanatolewa mfano watu wawili waliojenga nyumba. Mmoja amejenga kwenye mchanga na mwingine amejenga kwenye mwamba. Anasema pepo zikaja, mvua zikapiga. Baada ya mvua kupiga, ulipiga mvua, alafu ukaja upepo. Anazungumza ya kwamba nyumba zile mbili zimejengwa, lakini tofauti ya nyumba ya kwanza na ya pili, baada ya mvua kunyesha na upepo kupita, iliyokuwa imejengwa kwenye mwamba ilisimama, iliyokuwa imejengwa kwenye mchanga ilidondoka. Ndio vile unaweza mkapita kwenye changamoto ya aina moja ya ndoa. Baada ya muda tutajua kwamba nyumba yako au ndoa yako imejengwa kwenye msingi gani. Na tunapozungumza habari ya mwamba, tunazungumza habari ya Yesu, kwa sababu mwamba ni Yesu. Si ndio? Tutajua kwamba ndoa yako imejengwa kwenye msingi gani baada ya kupita kwenye changamoto. Nimesema changamoto ile inayoangusha ndoa hii, inazamisha ndoa hii, changamoto hiyo inasababisha ndoa nyingine baada ya kupita kwenye hiyo changamoto inakuwa imara. Itategemeana na mnakaa namna gani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunasema nafasi
kubwa ambayo watu wanaweza wakatengeneza mioyo yao, wakazungumza na Mungu, wakaelezwa mambo yaliyopita, ya sasa na yajayo, ni kwenye maombi. Kwa sababu kwa nini Wakristo wa sasa hivi kuna changamoto kubwa ambayo imetokea? Tunazungumza habari ya uamsho, lakini kuna changamoto kubwa. Watu wanapenda sana habari za kupokea, kuombewa tu. Kuombewa sio vibaya, ni kanuni ya kibibilia. Kuombewa sio vibaya, ni kanuni ya kibibilia. Lakini Mungu anataka fellowship na kila mtu. Ukiwa nyumbani kwako na familia yako, mkae na Mungu mzungumze. Ukiwa huko nyumbani, huko ofisini kwako, ukae na Mungu uzungumze. Uwe na uwezo wa kuzungumza na Mungu ukiwa kwenye biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini changamoto zinapokuja, watu huwa wanakata tamaa, wanachoka. Wakishachoka, cha kwanza ambacho kinapigwa vita ni imani. Kitu cha kwanza kinachopiga vita ni imani. Nimesema hivi, kama unavaa chapeo ya wokovu, unaweza kuilinda chapeo ya wokovu, lakini kuna kitu kinaitwa dirii ya haki kifuani, ambayo ni haki ambayo mtu anahesabiwa, sio kwa sababu anatazamwa na watu namna ambavyo anaishi, ni vile Mungu anavyomtazama, na mtu ana uhakika na Mungu wake. Kwa sababu mtu anaweza kaonekana mtakatifu mbele ya mchungaji, kwa sababu mchungaji yuko hapa, mbele ya mzee wa kanisa. Akienda mahali mbali ambako hakuna mtu ambaye anamfahamu, anakuwa kama vile sio Mkristo. Dirii ya haki kifuani ni righteousness, ambayo Mungu akikutazama anasema huyu ni mwenye haki wangu, na mwenye haki wa Mungu anaishi kwa imani. Na imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana, lakini ni uhakika wa mambo yatarajiwayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna kitu kinaitwa ngao ya imani. Ngao ya imani, ukiangalia kwenye picha ya mwanajeshi wa Kiyahudi au wa Kirumi, utaona wanaielezea chapeo ya wokovu, wanaeleza ile kofia ambayo ni helmet, wanaelezea dirii ya haki, wanaelezea ngao ambayo inakinga, anasema ili uweze kuizima mishale yote ya yule mwovu. Na ile ngao inakuwa ni kubwa, ambayo inazuia sehemu yote hii. Kuna sehemu nilikuwa nawaambia watu kwamba, kwa mfano, umepoteza ngao ya imani, alafu una chapeo ya wokovu, mishale ikija haitakupata. Imani si ni ngao? Una wokovu sawa, chapeo ya wokovu ipo. Na kuna watu ambao sio kwamba wanapoteza ndoa zao, lakini wakiwa na wokovu wao. Kwa nini? Kwa sababu imani imeyumba. Na kitabu cha Luka sura ya 18, Luka sura ya 18 mstari wa kwanza anasema hivi, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Imewapasa kumwomba Mungu siku zote, na wala wasikate tamaa. Alafu akatolea mfano, kulikuwa na kadhi mmoja ambaye alikuwa hamchi Mungu, na kuna mama mmoja mjane aliyekuwa anaenda kudai haki yake. Alikuwa anaenda mara nyingi, anaenda akidai haki yake, akasema nipe haki yangu juu ya adui yangu. Na yule kadhi ambaye alikuwa hamchi Mungu, alikuwa sio mtu anayemwabudu Mungu, akasema kwa sababu huyu mama ananisumbua, nitampatia haki yake. Anasema nitampatia haki yake. Sasa Mungu anauliza hivi, mstari wa 7 na 8 anasema hivi, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Wanamlilia katika nini? Katika maombi. Anasema naye ni mvumilivu kwao, na waambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adam, je, ataiona imani duniani? Atakapokuja mwana wa Adam, je, ataiona imani duniani? Kwa sababu anajua katika kupigana vita mtu anaweza akapoteza imani yake, na anaweza akapoteza imani kwa Mungu. Sasa Mungu anauliza, na Yesu anauliza hapa, anasema mwana wa Adam atakaporudi. Haulizi kusema ataukuta wokovu, anasema ataikuta imani. Mwanakondoo ameshinda. Mwanakondoo wa Mungu ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amefufuka. Yesu anauliza atakapokuja mwana wa Adamu ataikuta imani, kwa sababu anajua watu hawaangamii kwa sababu wamekosa wokovu. Wanaangamia kwa sababu wamekosa maarifa. Wanaangamia kwa sababu mtu anaweza akaangamia ana wokovu lakini hana maarifa ya Mungu, ya kumjua Mungu. Ataangamia pamoja na kwamba ameokoka, anaangamia. Kwani hamjawahi kusikia watu wameokoka lakini wanaenda wanatabiriwa na watumishi wa Mungu? Hamjawahi kusikia? Kuna mama mmoja hivi hapa Tanzania, anamwamini nabii wake vizuri sana, na alikuwa amefiwa na mtoto. Watu wengi watakuwa wamewahi kusikia hiyo habari. Yule nabii akamwambia huyo mtoto hajafa, lete pesa, mimi nitamwombea huyo mtoto atafufuka. Yule mama akatafuta hela, sijui akakopa, sijui akauza na nyumba, kaombea huyo mtoto.
Huyo mtoto wa kuamka na hela zilikuwa zimeenda. Mahali popote pale unapoenda, unaenda kwenye maombi alafu unaona mtumishi wa Mungu anatangulia kwanza fedha mbele, uone kwamba taa nyekundu inaanza kuwaka. Ndio maana tunazungumza habari ya nafasi ya maombi kwa muamini katika kushinda vita za kiroho. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mtu, haijalishi kiwango cha upako ulicho nacho, kuna nyakati tofauti tofauti, kama Biblia inavyosema kwenye kitabu cha Mhubiri ile sura ya 3, kuna nyakati tofauti tofauti. Kuna nyakati za furaha, kuna nyakati za huzuni, kuna nyakati za kupata, kuna nyakati za kupoteza. Hizo nyakati zipo. Ndio katika hizo nyakati unakaaje na Mungu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na tumekuwa sasa, ngoja niseme hapa, tumekuwa na haya mafundisho tukiwa tumelenga kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 22 mstari wa 39 na mpaka wa 46, na kitabu cha Mathayo sura ya 26 mstari wa 36 mpaka 46. Mathayo sura ya 26 mstari wa 36 mpaka 46 utasoma mwenyewe kwa wakati wako, lakini Luka 22 mstari wa 39 mpaka wa 46 ndio tumekuwa tukijifunza hapo habari za maombi, na Mungu ametufundisha vitu vingi sana. Na tulikuwa tunajifunza kwenye case study ya maombi ambao walikuwa naomba Yesu kwenye bustani ya Gethsemane, kwenye bustani ya Gethsemane pale kwenye mlima wa Mizeituni. Luka 22 kuanzia mstari wa 39 mpaka wa 46 inasema, akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake, wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipofika pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako niondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu, naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hari yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akawakuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Tumekuwa na nafasi ya kujifunza vitu vingi sana kwenye hili eneo, na jambo mojawapo ni kwamba Yesu anaposema ondokeni muombe msije mkaingia majaribuni, manake kuna majaribu ambayo huwa anatupata kwa sababu hatujaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma kitabu cha Mathayo vizuri, unaona Yesu alikuwa anaenda kuomba akiangalia hali ambayo inakuja mbele yake, akiangalia mateso ambayo yanakuja mbele yake. Alienda akaomba mara ya kwanza, anasema, Bwana Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Akaenda tena mara ya pili. Mara ya kwanza ameomba, amerudi. Baada ya kurudi anakuta wanafunzi wake wamelala. Alafu akawauliza, hamkuweza kukesha nami hata lisali moja? Ukisoma kwenye Mathayo habari hiyo utakuta hilo jambo. Hamkuweza kukesha nami hata lisali moja? Anataka kuzungumza kwamba minimum ya maombi, yani angalau lisali moja. Angalau lisali moja. Maana akisema angalau maana yake ni minimum ya muda wa maombi. Sasa sijasema kwamba uombee chakula kwa lisali moja, hapana. Nasema Yesu anazungumza kiwango angalau cha chini cha kuomba. Anasema hamkuweza kukesha nami angalau lisali moja. Akarudi tena kuomba mara ya pili. Aliporudi akakuta wamelala. Akarudi mara ya tatu. Ni mpaka alipovuka, alipoonyeshwa ngambo ya pili, akavuka, ndipo amerudi anasema, sasa nyanyukeni twende zetuni. Sasa Yesu hakuacha kuomba kwa sababu Mungu hajajibu. Hakuacha kuomba mpaka alipoonyeshwa ngambo ya pili katika kile alichokuwa nakiomba, ndipo alipowaambia wanafunzi wake wafanye nini? Waondoke. Na tunasema maombi ya Gethsemane yanatufundisha ya kwamba hatuachi kuomba kwa sababu Mungu atajibu. Hatuachi kuomba kwa sababu tumechoka. Kama hapa nasema imewapasa kumuomba Mungu kila wakati na wala msikate tamaa. Manake wala msichoke. Hatuachi kuomba kwa sababu tumechoka. Tunaacha kuomba pale Mungu anapotupa maelekezo au pale ambapo tumepata kile ambacho ametupa, ambacho alikusudia kutupa. Lakini pia tunasema chochote kilichopatikana kwa maombi kinatunzwa kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na jambo mojawapo ambalo nataka niliseme hapa wakati naendelea mbele. Neno la Mungu likijaa ndani ya mtu, automatically kunakuwa na overflow. Na miongoni mwa kitu ambacho shetani akitaka kuzuia kusiwe na waombaji,
Kanisa letu tumezungumza toka siku ya kwanza kwamba limezaliwa kwenye maombi. Ndio kanisa pekee ambalo watu waliomba kwa mfululizo zaidi ya miaka 110. Na historia hiyo imeandikwa dunia nzima, na mtu yoyote anayesoma habari za uamsho atazungumza habari za Wamoravian waliokuwa wanaomba consistently zaidi ya miaka 110. Ndio kanisa ukatokea mlipuko wa uamsho, kanisa likasambaa dunia nzima. Hao ndio ambao neno likihubiriwa nusu saa wanasema tumehubiriwa muda mrefu, tunachoka mchungaji, huyu mhubiri huyu usimlete tena. Hao sasa, ishara nimesema mchungaji, ishara ya kwanza kujua kwamba hawa watu hawana neno, kiu ya maombi inakuwa haipo ndani yao. Kwa nini? Kwa sababu tunapoomba hatuombi maneno yetu, tunaomba kutumia ahadi za Mungu, tunatumia neno, haki zote. Kwa sababu anasema na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomtafuta mchana na usiku. Haki zote zimehifadhiwa kwenye neno lake, huku kwenye neno lake zimehifadhiwa huku. Na ndio maana Zaburi ya 138 anasema ameikuza ahadi yake kuliko jina lake lote. Kwa nini? Kwa sababu ahadi zake ni kweli, ameziweka huko. Chochote alichokisema anasema njooni tuojiane, tusemezane, elezeni mambo yenu mpate kupewa haki zenu. Utawezaje kueleza haki zako wakati haki zako zimehifadhiwa? Si watu wanasema haki zote zimehifadhiwa. Zimehifadhiwa wapi? Kwenye kitabu kinaitwa Biblia. Kama neno unapata dakika 15, dakika 20, usitegemee mahali hapo kukuta watu ambao ni waombaji. Biblia inasema hivi, neno langu likikaa ndani yenu, mimi nikikaa ndani yenu na neno langu likikaa ndani yenu, ombeni neno lolote mtapewa. Ombeni neno likikaa ndani, utakapokuwa unaomba utakuwa unaomba neno, hautakuwa unaomba maneno yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu neno limekaa ndani. Kwa kama msingi wa neno kwenye kanisa haujapewa mkazo, usitegemee kwenye hilo kanisa kukuta watu waombaji. Utawalaumu bure. Kwa sababu hata hapa tu tukiomba dakika 3 unakuta watu wamechoka, wako hoi, utafikiri nimeomba risali moja. Na kuna kanisa mimi nimeenda, unakuta wabibi wanaomba, wanatembea. Hapo umeona umeomba kidogo, hauna shida ya miguu, umekaa. Sasa sizungumzie wale ambao wana shida ya miguu. Kuna makanisa ambayo mimi nimeenda, wabibi mnaomba, Baba katika jina la Yesu, Mungu kumbuka ahadi zako. Kumbuka, mbibi anatembea anaomba. Hapa kijana ukisema umeomba dakika ya kwanza ya pili amekaa chini. Sasa huo uchovu sio uchovu wa mwili, ni uchovu wa rohoni. Neno la Mungu likijaa bubujiko hilo, hakuna mtu atakaye kuhamasisha omba, hakuna mtu atakayehamasisha. Hakuna. Changamoto kubwa nilikwambia mtumishi wa Mungu Kilindu, nilisema unikumbushe ya kanisa la kwetu na makanisa mengi. Na uamsho utachelewa kuja kwa sababu neno halijapewa kipaumbele. Na usipolipa kipaumbele neno, haujampa kipaumbele Mungu, kwa sababu neno ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 1 anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno. Ukiangalia ile neno ni katikati ya sentensi, imeanza na herufi kubwa. Kama imeanza na herufi kubwa, maana yake azungumzii neno la kawaida, ni jina la mtu. Anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno sio nalo neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwamo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Wewe ni mara ngapi ukisikia tu mapaka yanapiga batini ya unachanganyikiwa? Wameanza wananitafuta sana, wala giza halikuiweza. Alafu kishuka chini kwenye mistari mpaka mstari wa 14 anasema naye neno akauvaa mwili akaja kwetu. Alipovaa mwili akaja kwetu, tukauona utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Naye neno akauvaa mwili. Sasa ukisoma vizuri tafsiri zingine zinasema hivi, hapo mwanzo kulikuwa na Kristo, naye Kristo alikuwa kwa Mungu, naye Kristo alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Na ndani yake ndimo ulimkuwamo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Alafu Mungu anasema naye Kristo akauvaa mwili akaja kwetu, tukauona utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Lakini kusema kweli sio kwamba alikuwa ni mwana, alikuwa ni Mungu, ila alivua utukufu. Filipi sura ya 2 anasema alivua utukufu akaacha enzi, na hakuona kule kuwa sawa na Mungu kama ni kitu cha kushikamana nacho. Anasema akatoa namna ya binadamu, akatoa namna ya utumwa. Anasema akaja kwetu, alivyoshuka anasema alinyenyekea mno, naam hata mauti ya msalaba. Kwa hiyo Mungu akamwadhimisha, akamkirimia jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba.
Ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, maana yake ukiri kwamba Yesu Kristo ni Mungu, kwa sababu Torati inasema Israeli, sikia kwamba Bwana ndiye mmoja, Bwana ndiye Mungu. Kwa akisema Yesu Kristo ni Bwana, maana yake Yesu Kristo ni Mungu aliyeuvaa mwili akaja duniani. Alipokuja duniani tunamuita mwana, akatoa utukufu ili tuweze kuzungumza naye kama kawaida, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza akamuona Mungu katika utukufu wake akaishi. Ndio maana kwenye Ufunuo sura ya 1 alipomtokea Yohana, yule aliyekaa naye zaidi ya miaka 3.5, Yohana anasema nilikuwa kama mtu aliyekufa, nilikuwa kama mfu. Alafu alipojitokeza anasema akajitambulisha akasema mimi ni Alfa na Omega, mimi ni mwanzo na mwisho, aliyekuwako, aliyeko na atakaye kuwako. Alafu anasemaje? Nilikuwa nimekufa nami nimefufuka. Ni Yesu huyo. Alafu anasema muonekano wake jinsi ulivyokuwa, anasema macho yake yalikuwa kama miali ya moto, miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kwenye mabega yake kulikuwa na nyota, zimebebwa nyota kwenye mabega yake. Sasa Yesu nywele zake zilikuwa namna gani? Kama dhahabu, si kama nini? Yesu angekuwa anatembea hapa na miali ya moto, anatembea duniani, kuna mtu ambaye angekuwa anaweza kumtazama? Sasa ndio maana alipokuja akasema mimi ni mwana. Watu wanachanganyikiwa, unasemaje Yesu ni Mungu wakati ni mwana? Alionekana kama mwana lakini sio mwana. Ana nafasi ya uwana, ana nafasi ya mwana wa Adam, ana nafasi ya kuhani mkuu, ana nafasi ya kuwa nabii, ana nafasi ya kwamba yeye ni mwana wa Adam, ana nafasi ya kuwa yeye ni mwana wa Daudi, ana nafasi ya kuwa yeye ni mwana wa Mungu, ana nafasi ya mwisho ya kwamba yeye ni Mungu mkuu na mwokozi wetu. Na ndio maana kuanzia Agano la Kale, ukianzia Agano la Kale utaona Mungu anajitambulisha kwa majina mbalimbali. Ukienda kwenye Agano Jipya hauwezi kumkuta Mungu anajitambulisha kama Jehova, kwa sababu jina la Yesu limebeba majina yote ya Mungu. Ndio jina pekee tulilopewa litupasalo kuokolewa kwalo. Ndio maana jina la Jehova lilikuwa na nguvu nyingi za kuwatoa wana wa Israeli Misri na kufanya miujiza mikubwa, lakini sasa hivi huwezi kaenda kwa pepo kwa jina la Jehova toka. Ilimpendeza Mungu utimilifu wote ukae ndani ya Kristo baada ya kumaliza kazi pale msalabani. Na alipofufuka anasema Baba, wakati anaomba anasema nimeimaliza kazi yako, unirudishie ule utukufu uliokuwa na wewe nao kwanza kabla ya ulimwengu kuwako. Tunaona nini tunaposikia habari ya kufuka kwa Yesu? Tumesoma hapa kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya 15. Hata kwenye liturujia, maneno ya kwenye liturujia yanatoka pale kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Habari ya Pasaka. Tuko leo kwenye siku ya Pasaka. Tunaona nini tunapozungumza habari ya Pasaka? Tunaona nini habari ya kufuka kwa Yesu? Tunaona nini? Unaposikia habari ya Pasaka unaona nini? Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka kuanzia ile 12 ndio mahali ambapo Pasaka inaanza kutajwa. Na wana wa Israeli walikuwa wanatolewa utumwani Misri, na kwenye nyumba ya utumwa Misri wanapelekwa kwenye nchi ya ahadi ambako ni Kanaani. Na Mungu akatoa maelekezo baada ya mapigo mengine yote. Pigo la mwisho lilikuwa ni pigo la damu kwa ajili ya kupiga mzaliwa wa kwanza wa Misri, ili Israeli kama mzaliwa wa kwanza wa Mungu aachiliwe. Haleluya. Yakatolewa maelekezo ya namna ya kutoa sadaka, hiyo ni mwana kondoo asiye na ila ambaye ana mwaka mmoja, au mwana mbuzi au mwana kondoo wa mwaka mmoja. Alafu akasema kwamba mtakapomchinja iwe ni kwenye kila nyumba mwana kondoo mmoja, au kama mko wachache mnaweza mkaitana nyumba mbili mwana kondoo mmoja. Alafu anasema baada ya kuchinja mtachukua damu yake mtapaka kwenye miimo ya milango. Alafu anasema nitakapokuwa nakuja kuadhibu wa Misri na kuachilia pigo la mzaliwa wa kwanza, anasema nitakapoiona hiyo damu kwenye miimo ya milango na vizingiti, anasema nitapita juu. I will pass over. Pasaka. Nitapita juu. Kwa maana yake kama kuna Mwebrania ambaye hakusikia maelekezo, pamoja na kwamba ni Mwebrania, kama asingepaka damu kwenye miimo ya milango, maana yake angepigwa vile vile. Kwa sababu condition ni Mungu ana sheria zake na kanuni zake. Ana kanuni zake za kubarikiwa, ana kanuni zake za mtu kufanikiwa, ana kanuni zake mtu ya kustawi kiroho. Kanuni zake zipo kwenye Biblia, ziko vizuri kabisa. Ile picha iliyokuwa inaonyeshwa kule ya kutoka Misri kwenye nyumba ya utumwa kwenda kwenye nchi ya ahadi, anaonyesha picha ambayo Mungu atakuja kwa mwanae atakapokuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Atamwaga damu yake, vivyo hivyo atakuwa anawatoa watoto wake. Sasa saa hii sio wa Israeli peke yao, sio Wayahudi peke yao, watoto wake dunia nzima atakuwa anawatoa kutoka kwenye utumwa wa dhambi, kwenye ufalme wa giza, atakuwa anawapeleka nchi ya ahadi ambayo ni kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mnanielewa vizuri sana. Sasa ile Wakorinto wa kwanza sura ya 15 anasema hivi, kama tunamhubiri Yesu kwamba alifufuka, ambaye hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure. Na imani yetu ni bure. Na sisi basi tumekuwa ni miongoni mwa watu maskini kuliko watu wengine. Lakini kama Yesu alifufuka, mtu atasemeje kwamba hakuna kiama ya wafu? Kwa sababu katika kufufuka kwa Yesu ndipo ambako tunapokea uzima wa milele. Katika kuamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka, manake alishinda mauti. Aliposhinda mauti, manake sisi hata kama tutakufa katika mwili huu, tutafufuliwa. Ndio tumaini pekee lililoko kwenye dini ya Ukristo au kwenye imani ya Ukristo. Kwa sababu actually Ukristo haukutakiwa kuwa dini, ni imani. Kwa sababu Yesu, niliwaambia wakati kwenye semina, niliwaambia Yesu hakuja kuleta Ukristo, alikuja kuleta wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo jambo la kwanza nasema, tunapozungumza habari ya Pasaka, jambo la kwanza tujue, tunapozungumza habari ya kufa na kufufuka kwa Yesu, ni msingi wa imani ya muamini. Ni msingi wa kwanza wa imani ya muamini. Nimependa wakati Sunday school wanaimba, wanasema kama kuzaliwa alizaliwa, na kama kufa alikufa, na kama kufufuka alifufuka. Yu hai milele. Kuna jambo moja, Pasaka moja, wakati anahubiri mchungaji wangu na bishop wa kanisa la Moravian jimbo la Mashariki, alinifundisha kitu ambacho hakikutoka kabisa ndani yangu. Mara ya kwanza kabisa anahubiri kabla hajawekwa wakfu kwa askofu, alihubiri kwa ni kwenye kusanyiko la pamoja, ifanyika Morogoro pale, kusanyiko la CCT. Alisema tunapozungumza habari ya imani ya Mkristo, kuna vitu ambavyo unatakiwa kuviangalia. Cha kwanza, uvijue vizuri. Vitu ambavyo unatakiwa uvijue vizuri. Cha kwanza ni habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Ujue details ya habari ya kuzaliwa kwa Yesu na kwa nini alizaliwa. Jambo la pili, ujue habari ya kufa kwake. Na jambo la tatu, ujue habari ya kufuka kwake. Jambo la nne, ujue habari ya kupaa kwake. Na jambo la tano, ujue kwamba atarudi kuja kwa hukumu walio hai na wafu, kuwachukua watu wake na kuwahukumu walio hai na wafu. Ukivijua hivyo vitu, utaelewa msingi mzuri wa imani. Kwa hiyo nazungumza habari ya kufufuka kwa Yesu Kristo, ndio msingi wa tumaini la imani yetu, ya kwamba ijapokuwa tutakufa katika mwili huu, japo wengine watakuwa kiama inakuja, wengine watabadilishwa tu mwili, wataenda kwenye mwili mipya kwa sababu watakuta wako hai. Kama mtu atakufa, tumaini pekee tulilo nalo ya kwamba kuna kiama ya wafu, kwamba kuna ufufuo wa wafu, ni kwa sababu Yesu alishinda mauti, alikufa akafufuka. Kwa hiyo anasema kama tunaamini kwamba Yesu alifufuka, wakati ya kufufuka, kuamini kwetu ni bure. Lakini tunaamini kwamba Yesu alifufuka, na kweli alifufuka, kwa sababu ndio msingi wa imani yetu. Yeye ni limbuko lao waliolala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nasema ndio msingi wa imani yetu? Kwenye kitabu cha Warumi, sasa nisikilize vizuri hapa. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10, mstari wa 9 na wa 10 anasema hivi, basi ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana. Si pale tumesema kwenye waraka wa Wafilipi anasema kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kwa anasema basi ukimkiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utafanya nini? Ongeza tena sasa, utafanya nini? Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utafanya nini? Kwa nini? Kwa sababu kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa mtu anakiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo ina maana mtu anayesherehekea Pasaka anaamini kwamba Yesu alikufa na akafufuka. Na Biblia inasema kama unaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka na ukakiri kwa kinywa chako, unakuwa umefanya nini? Hivi hujawahi kukuta Wakristo wamepata kipaimara alafu wanakiri ile imani ya mitume, na muamini Mungu Baba Mwenyezi. Unaona tunavyokaririshwa, na ameumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo, na nani anasema pale, afu kwa anasema naamini kwamba aliteswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka kutoka wafu. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Anasema naamini kwamba alisulubiwa zamani za Pontio Pilato, akafa, akazikwa, akashuka mahali pa wafu, na siku ya tatu akafufuka kutoka wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Amemaliza kupata kipaimara, amewekewa mikono. Tulitegemea kwamba ajazo Roho Mtakatifu akiwekewa mikono, lakini unaona macho yako ngasu kabisa. Na akitoka pale unamuuliza, vipi umeokoka mpendwa? Anasema mimi hapana, sisi kanisa letu hatuokokaji. Nasema hivi, imani yetu na msingi wa imani yetu ni kwenye kufa na kufuka kwa Kristo. Kwa sababu tukiamini kufa na kufuka kwa Kristo, tunapokea uzima wa milele. Kama tutakufa, tutafufuliwa vile vile, kwa sababu ndani yake, kwenye liturujia imesema vizuri kabisa, amefufuka ili sisi tuenende katika upya wa uzima.
ndani yake katika kuamini Yesu alikufa na kufufuka, tunapokea wokovu. Kwa hiyo ina maana hakuna Mkristo ambaye anasherehekea Pasaka alitakiwa akiulizwa umeokoka anasema sijaokoka. Hakuna. Kwa sababu gani? Kama unaamini kwamba Yesu ni Bwana na kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utafanya nini? Utaokoka. Sasa unasherehekea Pasaka, unapika na pilau, unatafuta na soda, unakunywa soda nyingi mpaka mwisho uje upate na magonjwa. Unavaa mavazi mazuri. Unaamini Yesu alikufa? Ndio. Unaamini kwamba Yesu ni Bwana? Ndio. Umeokoka? Hapana. Ndio utagundua kwamba kizazi cha sasa hivi kina nini? Kina changamoto. Changamoto ya nini? Ya afya ya kiroho. Kuna changamoto ya afya ya akili, lakini kuna changamoto ya afya ya kiroho. Kwa hiyo nasema kufufuka kwa Yesu kunatuambia msingi wa imani yetu. Na Yesu alipoenda msalabani sio kwamba tu aliziondoa dhambi, lakini pia aliachilia uponyaji. Unaona ukisoma vizuri Isaya 53 utaona kabisa kwamba alikuwa amechukuliwa kama kondoo anayepelekwa machinjioni. Anazungumza vitu vingi pale, anasema aliteswa, akachubuliwa, Mungu amemhuzunisha kwa sababu yetu na adhabu ya kaburi ilikuwa juu yake. Anazungumza vitu vingi hapo. Na Yesu sio kwamba tu alichukua tu dhambi zetu msalabani. Alichukua na alituletea na afya pia. Alichukua huzuni zetu, alituletea furaha. Lakini pia amechukua dhambi, lakini pia alipokuwa amekufa msalabani, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ndio maana pia Rumi 8 mstari wa 11 anazungumza habari ya kufuka kwa Yesu. Rumi 8:11 anasema hivi. Anasema kama ikiwa Roho wa Mungu aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu. Hiyo ni Rumi 8:11. Kama Roho wa Mungu, ikiwa Roho wa Mungu aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu, ikiwa anakaa ndani yenu, anasema atafanya nini? Atahuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Maana unapozungumza habari ya unaamini habari ya kufa na kufufuka kwa Kristo, sio tu unapokea habari ya kuokoka, lakini unapokea habari ya uponyaji pia, kwa sababu kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Nazungumza ndio vitu ambavyo viko ndani, kwa sababu sasa hivi kuna vitu vya ajabu huwa vinatokea. Sasa inawezekaneje Mkristo anasherehekea Pasaka na anaamini kwamba Yesu alikufa na kufuka, anakiri imani ya mitume, na wakati wa kipaimara alisema ninamkataa shetani na mambo yake yote, ninajitoa kwako Bwana, nikutumikie. Umeokoka? Hapana, sijaokoka. Kwa nini naambia Yesu alipokuja duniani hakuja kuleta Ukristo, alikuja kuleta wokovu. Na ndio maana watu walianza kuitwa Wakristo kwenye Wakorinto wa kwanza 11:26. Antiokia walianza kuitwa Wakristo hapo Antiokia, Uturuki, ndipo walipoanza kuitwa Wakristo. Yesu hakuacha Ukristo. Wale waliokuwa wanamfuata Kristo walipokusanyika pamoja, namna walivyokuwa wanaishi, wakasema watu ni wafuasi wa Kristo, wakaitwa wa Kristo. Ni watu wa Kristo, ni wafuasi wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usijivunie Ukristo, kwa sababu mtu haendi mbinguni kwa sababu ni Mkristo. Mtu anaenda mbinguni kwa sababu ameokoka. Uzima wa milele haupatikani kwa sababu ni Mkristo. Uzima wa milele unapatikana kwa sababu mtu amefanya nini? Kwa sababu sisi tunajua wako wa Kristo bado tabia ni zile zile. Wengine wanasema mimi ni Mkristo lakini bado ameshikilia uchawi. Sasa wewe nani ataenda mbinguni na uchawi? Jambo la pili, wakati Yesu ameenda pale msalabani na damu yake ikamwagika, damu ya Yesu ilileta upatanisho. Kama imeleta upatanisho, ninachoomba kama kuna mtu yuko hapa leo siku ya Pasaka, iwe ni mwanzo mpya. Kwenye Kutoka ile sura ya 12, ukiangalia ule mstari wa 12 anasema, alikuwa anawatangazia, anasema huu ni mwanzo mpya. Huu ni mwanzo wa miaka kwenu, ni mwanzo wa miezi kwenu. Kama damu ya Yesu ilikuja kuleta upatanisho, na kwenye kitabu cha Warumi anasema nimewapa hiyo damu juu ya madhabahu ili ifanye upatanisho. Sasa hii damu ya sasa hivi sio ya mbuzi wala sio ya mafahali wala sio ya mabeberu. Ni damu ya Yesu ambayo ina viwango vya juu kabisa vya ubora. Kama ulikosana na ndugu yako, leo ni siku ya kupatana na ndugu yako. Haiwezekani ukawa unasema unaamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, na Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Wakorinto kwamba aliweka huduma ya upatanisho ndani yetu. Wewe umekuwa ni mfitini. Sasa sio tu kanisani, hadi ndugu. Kuna mtu aongei na baba yake, mwingine aongei na mama yake, mwingine aongei na dada yake. Pasaka hii inasema kama kuna mtu ambaye ulikuwa umemkosea, unaamini kwamba Yesu alikufa na kufuka, kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo kulete kuhuishwa ndani ya moyo wako ili uweze kuwasamehe, hata kama hawajakuomba msamaha, uweze kuwasamehe watu waliokukosea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
damu ya Yesu ilivyomwagika, alivyopigiwa pale msalabani, pazia la hekalu lilipasuka. Na pazia la hekalu lilivyopasuka, alitupa nafasi ya kupaingia patakatifu patakatifu kwa damu yake. Zamani alikuwa anaingia kuhani, anaingia kwa damu ya mafahali na mbuzi. Sasa hivi kwa damu ya Yesu sote tunaweza kupaingia patakatifu patakatifu. Hatuendi kwenye hema ya kwanza. Kitabu cha Ibrania sura ya 9 mstari wa 11 mpaka wa 14 unaweza ukasoma ukiwa nyumbani. Lakini sasa hivi kwa sababu damu ya Yesu imemwagika, tuna uwezo wa kupaingia patakatifu patakatifu kwa damu ya Yesu. Hatuingii kwa damu ya kwetu sisi wenyewe. Kwa damu ya Yesu. Hatuingii kwa damu ya mbuzi na mafahali. Tunaingia kwa damu ya Yesu. Na ni mtu yoyote, sio mchungaji. Ukiwa nyumbani unaweza ukafanya ibada. Ukiwa barabarani, ukiwa mahali popote pale. Ndio maana Mungu akasema msiache kukusanyika hata hivyo. Kwa hiyo kuna mtu anasema, mimi nimeokoka kwa sababu ibada iko ndani ya moyo wangu, kwa hiyo siendi ibadani, nasali nyumbani kwenye TV. Sasa usije ukasema mimi ndio nimesema jambo hilo. Baada ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo kuchinjwa. Kwa Biblia inazungumza kwamba mwana kondoo aliyechinjwa. Baada ya kuchinjwa na kutoa ile sadaka, kulifanyika ukombozi. Na sasa hivi hakuna tena mambo ya kuchinja mnyama ili upate ukombozi. Haleluya. Naomba mnisikilize vizuri sana. Watumishi wa Mungu mpo? Watumishi wa Mungu mpo? Nataka unisikilize vizuri. Nataka nisome hivi vitabu hapa ili niweze kumaliza kwa pamoja. Nisome hivi vitabu hapa. Petro wa kwanza, waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka wa 22. Waraka wa kwanza wa Petro. Inasema hivi: nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu. Tunazungumza habari ya Pasaka kwa sababu Kristo ambaye ni Pasaka wetu amekwisha kutolewa. Anasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, mlioupokea hapo zamani kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani Kristo. Kristo ndio mwana kondoo. Kwa hiyo mtaelewa hapo tunazungumza habari ya mwana kondoo ameshinda. Ni tunazungumza habari ya Kristo. Ukisoma kwenye Ufunuo inazungumza kabisa habari ya mwana kondoo aliyeshinda. Sasa anasema naye amejulikana kweli tangu zamani kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu, ambaye mmekuwa wenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu, mkisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli, hata kuufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki. Bali jitahidini kupendana kwa moyo. Ndio maana nimwambia damu ya Yesu inapokuja inaleta nini? Inaleta upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo kumwamini Yesu kwamba alikufa na kufuka alafu usiamini damu yake kwamba ilimwagika na ikaleta ukombozi. Nataka nisome jambo la pili. Kuna vitu ambavyo baada ya Yesu kwenda pale msalabani alivirudisha, alifanya redemption, alifanya restoration, alivirejesha. Nitasoma hivi vitabu. Nitasoma hiki kitabu cha Ufunuo sura ya 5 kuanzia mstari wa 8. Anasema hivi: hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai wanne na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo. Naomba unisikilize vizuri. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato. Alafu anasema ambayo ni maombi ya watakatifu. Yaani kule mbinguni malaika wanakuwa na vitasa vya dhahabu ambavyo vimebeba manukato. Hayo manukato yamejaa maombi ya watakatifu. Maana tukiwa tunaomba hapa, malaika wanakuja na vitasa vya dhahabu, wanachukua maombi, wanayaweka kwenye vitasa vya dhahabu, wanayapeleka wapi? Kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Anasema sasa wewe tukikwambia omba blank check imekuja au jazi inarudi blank check vile vile. Anasema na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambao ni maombi ya watakatifu. Anasema nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa. Kwa kuwa ulifanya nini? Naomba tuseme kwa pamoja. Kwa kuwa ulifanya nini? Kwa kuwa ulifanya nini? Kwa kuwa ulichinjwa. Baada ya kuchinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Alafu anasema ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Hii tulizungumza, kuwafanya kuwa wafalme kwa ajili ya umiliki. Alafu anasema kuwafanya kuwa makuhani ni kwa ajili ya kuwa waombaji, kwa ajili ya kuwa intercessors. Na mtu anapokuwa kuhani, kazi yake ya kwanza ni kuomba.
Sasa kuhani sio kwamba ni lazima awe mchungaji. Kuhani ni mtu yoyote aliyeokoka. Si lazima baada ya kuchinjwa alimnunulia Mungu watu wa kila kabila, wa kila taifa, wa kila jamaa, wa kila lugha. Kwa hiyo wokovu hauchagui kabila, hauchagui rangi, hauchagui lugha. Sasa anasema aliwafanya kuwa, baada ya kuwaokoa aliwafanya kuwa makuhani na wafalme. Kazi ya kwanza ya ukuhani ni kuomba kwa ajili yako, lakini kuomba kwa ajili ya watu wengine. Kwa sababu kuhani ni mtu ambaye anawekwa mahali, anawekwa kwa ayafanye mambo ya muhusuyo Mungu kwa ajili ya wanadamu wengine. Kwa hiyo unapozungumza habari ya kuwa kuhani, sio kwamba lazima kuhani uwe mchungaji. Mchungaji kama hivi amepewa nafasi nyingine. Ili mtu awe kuhani lazima awe muombaji. Kwa hiyo unaweza kuwa mchungaji lakini usio kuhani, kama habari ya maombi haikuhusu. Unaweza kuwa mchungaji lakini sio kuhani. Lakini hauwezi kuwa kuhani afu usiombe. Unanielewa watumishi wa Mungu? Nazungumza habari ya uchungaji ni ngazi nyingine. Lakini jambo la kwanza Mungu anapomwokoa mtu. Sasa ukisema kuwa kuhani unasema basi mimi ni mchungaji. Ndio, ni mchungaji kwenye familia yako. Lakini ukitaka kuwa mchungaji kwenye kanisa, uvae kola kama mchungaji, pale kuna utaratibu wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema alipomnunulia Mungu watu wa kila kabila, kila jamaa, kila lugha, kila taifa, akawafanya kuwa ufalme na makuhani. Sasa mstari wa 11 anasema, nikaona nikasikia sauti ya malaika. Hapa nataka tumalize. Wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na za wale wenye uhai, na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000, wakisema, sasa angalia hapa, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa. Turudie tena, astahili mwana kondoo alifanya nini? Astahili mwana kondoo aliyefanya nini? Amestahili mwana kondoo aliyefanya nini? Wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kuupokea uweza na utajiri. Kuupokea uweza na utajiri, na hekima, na nguvu, na heshima, na utukufu, na baraka. Kwa baada ya kuchinjwa, akamwaga damu yake, anasema amepokea uweza na utajiri. Kwa maana yake ukimpata Kristo na ukaamini habari ya kufa na kufuka kwake, ukaamini kwamba alimwaga damu yake pale msalabani, wewe pia unapokea uweza na utajiri. Alafu anasema unapokea na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Alafu anasema na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi na juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na alivisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana kondoo hata milele na milele. Alafu anasema na wale wenye uhai wanne wakasema amina, na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Anasema walisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa. Baada ya kuchinjwa alifanya redemption, alifanya restoration ya vitu hivi. Uweza na utajiri. Uweza na utajiri. Utaviandika tu, viko hapo. Uweza na utajiri. Power and riches. Power and riches. Hekima na nguvu. Wisdom and might. Alafu anasema heshima. Heshima ni ana. Mtu anaweza kawa ameishi kwenye maisha ambayo kila mtu anamwona anasema, yani huyu mtaa mzima wanamuita malaya. Akiokoka huyo sio malaya tena, ni mtumishi wa Mungu. Heshima yake inarudi. Anasema pia utukufu ambao ni majesty. Alafu anasema na baraka, say blessing. Sasa nataka nikuulize mtumishi wa Mungu, baada ya Yesu kwenda msalabani na baada ya kukamilisha ile kazi yake, sasa hivi hatuna tena sadaka ya kuchinjwa kwa sababu mwana kondoo alichinjwa. Nataka kusema hivi kwa sababu kuna mafundisho ya kipepo ambayo huwa yanaendelea huko duniani. Hivi hamjawahi kusikia kuna watu wanafundisha wanasema sasa hivi ukitaka kuwa tajiri lazima uchinje mnyama? Hamjawahi kusikia? Wangapi wamewahi kusikia? Wangapi wamewahi kusikia? Huko hamjawahi kusikia kabisa? Huko hamjawahi kusikia? Au nyie sio watu wa mitandao, mmeokoka sana, ni warokole sana, hamtaki mambo ya mitandao, hayo ni mambo ya kishetani. Kuna rafiki yangu mmoja pale anasema mambo ya mitandao, mambo ya kishetani, alafu sasa hivi anahubiri injili kwa kutumia mitandao. Sasa nasema hivi, naomba unisikilize vizuri. Kwa nini nilikuwa nasisitiza kwamba mwana kondoo aliyechinjwa? Kuna mchungaji mmoja huko, ilikuwa ni Iringa, miaka fulani hivi, sijui kama pia mmewahi kusikia hiyo habari. Kuna kipindi alisema amepata ufunuo ya kama aliyopewa Ibrahim wa kumtoa mwanawe sadaka. Kwa kama amemchukua mtoto wake anaenda kumchinja, anasema nimepata ufunuo kwamba Mungu amesema nifanye nini? Nikamchinje mtoto. Ni mchungaji. Baada ya msalaba, mwana kondoo alichinjwa pale msalabani. Hatuna tena sadaka ya kufanya nini? Ya kuchinja. Kwa hiyo ukiona umeenda kwenye maombi, ukapata ufunuo, unasema nenda, unataka ufanikiwe, nikubariki kama Ibrahim, uwe baba wa mataifa mengi, nenda kamtoe mtoto wako wa kwanza. Usije ukatuletea kizaazaa hapa.
na unasherehekea Pasaka. Usije ukatuletea mambo. Ujue huo ufunuo haujatoka kwa Roho Mtakatifu. Ufunuo ambao unatoka kwa Roho Mtakatifu unakuwa una align na neno. Huo upingani na neno. Baada ya hapo ukisoma kwenye kitabu cha Ibrania anasema hatuna tena hizo sadaka za kufanya nini? Za kuchinjwa. Maandiko yako wazi kabisa. Na sasa hivi kwa sababu watu wana kiu na utajiri, na Mungu anasema yule mwana kondoo aliyechinjwa anastahili kupokea uweza na nini? Na utajiri. Uweza anasema ni nguvu na utajiri. Kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8, ukienda kwenye ile mistari ya 18 kule mbele, anasema kwa hiyo Mungu atakapokubariki, amekupa vitu, anasema usije ukamsahau Bwana Mungu wako, akasema ni nguvu zangu na mkono wangu uliofanya nini? Ulionitajirisha. Anasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako akupae nguvu za kufanya nini? Za kupata utajiri, ili afanye nini? Ili aliimarishe agano lake. Sasa anasema amestahili yeye mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri. Kwa nini uende kutafuta utajiri kwa kwenda kuchinja ng'ombe wakati iko damu ya Yesu aliyemwaga msalabani, ambayo ni damu yenye thamani? Yeye hakuhitaji mbegu ya mwanaume kuingia ndani ya Mariam, alihitaji mbegu inaitwa neno, akaingia ndani ya Mariam. Mariam alipokwenda shangaa akasema, "Litakuwaje neno hili? Mimi sijui mume bado." Akasema, malaika akamwambia, "Hapana, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako na nguvu zake zitakufunika kama kivuli. Kwa hiyo kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu." Hiyo ni Luka 1:35. Kwa nini? Roho Mtakatifu anapokaa juu ya mtu, kuna vitu vinazaliwa ndani yake. Kuna uvuli ambao unaufunika. Juzi kwa nazungumza habari ya uvuli wa mauti. Badala ya uvuli wa mauti unatakiwa ukae juu yako uvuli wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Kinachozaliwa kinaitwa kitakatifu. Kuna mtu hajapata mtoto, unaweza kufikiri kwanza unahitaji mbegu ya mwanaume, kumbe kwanza unahitaji mbegu ya neno. Na ndio maana nakwambia kuna mtu hajapata mtoto, lakini anasema mwakani mwezi kama huu utapata mtoto, anapata mtoto. Kilichotangulia mbele ni neno, kama vile neno lilivyoingia ndani ya tumbo la Mariam. Asa neno akauvaa mwili akaja kwetu, tukauona utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Unataka utajiri, unataka heshima, unataka uweza, unataka nguvu, muamini Yesu. Amini kwamba alikufa, alifufuka, iamini damu yake. Nimekombolewa naye aliyenire. Unaweza ukasimama tu. Kwa bei alitununua. Nimekuwa mtoto, kombolewa, damu ya Yesu, kombolewa. Mimi mwana kombolewa, na kombolewa na damu ya Yesu. Imba tu kwa imani, iko damu ya Yesu aliyekufa akafufuka. Mimi mwana kombolewa, na kombolewa na damu ya Yesu, mimi mwana wake, kombolewa. Ongeza tu sauti ya imani, iko damu ya Yesu inayoweza kukutoa kwenye hivyo vifungo vilivyokushikilia kwa muda mrefu, vifungo vya addiction. Na kiu ya neno iliondoka, lakini iko damu ya Yesu inayoweza kurudisha. Imba tena mara ya 3. Kombolewa, imba mpaka uone hiyo damu yake ikikutoa mahali ambapo umekwama. Repo sheke yendo ropo korina manto ropo shatai. Ongeza tena sauti ya imani. Ni mwana
Oh, kombolewa, mwabudu tu Bwana, hiyo damu yake kuna nguvu ndani yake. Wana damu ya Yesu mimi mwana wake. Ongeza tena sauti huko. Kombolewa, ongeza tu sauti ya imani. Wewe binti, ongeza tu sauti ya imani. Ongeza tu sauti ya imani katika kile unachomwamini. Weka imani yako katika damu ya Yesu aliyemwaga pale msalabani. Mimi mwana wake. Kombolewa. Wewe mama, kuna kitu unamwamini Mungu kwa ajili ya mtoto wako. Iko damu ya Pasaka, damu ya Yesu Kristo. Unamwamini Mungu kwa ajili ya mume wako na kwa ajili ya mke wako ambaye unaona kama amebadilika tabia. Iko damu ya Yesu. Iachilie hiyo damu ya Yesu kwenye eneo ambao unaona lina udhaifu. Una udhaifu kwenye mwili wako. Hiyo damu ya Yesu inaweza kukutoa. Kweli kombolewa, Rando ropo shekerina manto, arianto rapo korina, repa shando ropo, repa ko. Fungua tu kinywa chako sasa. Fungua tu kinywa chako. Rando ropo, sharopo korina manto. Wengine wana udhaifu kwenye miili yao. Umesema ikiwa Roho Mtakatifu aliyemfufua Yesu Kristo katika wafu anakaa ndani yenu, atahuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Uisha hiyo miili, Bwana. Uisha hayo magoti, uisha hicho kiuno, uisha hicho kifua. Huyo ana ugonjwa wa moyo, ameambia moyo wake umetanuka. Mungu, achilia hiyo damu yako iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ukombozi wa watu wengi. Tumekombolewa kwa vitu visivyoharibika, sio kwa fedha wala dhahabu, kwa damu ya mwana kondoo isiyo na ila wala mawaa. Kwa hiyo damu, nenda tu mbele za Mungu. Fungua kinywa chako. Rapa shando ropo, repa korina manto ropo. Mungu anatengeneza kizazi cha uamsho ambacho hakitasubiria kiombewe na mchungaji, hakitasubiriwa kiombewe na mtume, hakitasubiriwa tu kiombewe na nabii, hakitasubiriwa kiombewe na mwinjilisti na mwalimu, lakini ikitaenda mbele za Mungu kwa maombi. Rapa shando, repa korina, rapa shando ropo. Damu ya Yesu Kristo aliyomwagika msalabani imsaidie huyu baba ambaye analia kwa ajili ya ndoa yake. Imsaidie huyu mama ambaye analia kwa ajili ya ndoa yake. Imsaidie huyu binti ambaye analia kwenye mahusiano. Rapa shando ropo, reko shando, rapa korina, repa shande repo, arianto, arima mando ropo, reko shande repoko, randa rapa shando ropo, repoko. Omba wewe binti, kutoka kwako ni maamuzi ya kwako mwenyewe. Omba wewe kijana, kutoka kwako ni maamuzi yako mwenyewe. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Unamwamini Yesu ya kwamba alikufa akafufuka. Mwamini anaweza kukutoa kwenye umaskini, kwa sababu damu yake alipomwagika amepokea uweza, amepokea utajiri, amepokea heshima, amepokea na utukufu, amepokea na baraka, amepokea na nguvu. Hizo nguvu zikae juu yako ambazo zinaachilia utajiri. Hatutahitaji kuchinja mbuzi tena ili kumwabudu Mungu. Hatutahitaji mwana kondoo mwingine ili tumwabudu Mungu. Alipomwaga damu yake msalabani, akafungua pazia ili tuingie patakatifu pa patakatifu kwa damu yake mwenyewe. Rapa shando, reko shando, rapa korina, rapa ko, rendo ropo, rapa ko. Acha kushangaa. Omba. Kuna dakika tu chache ambazo Mungu anatangaza mwanzo mpya wa kutembea kwako. Una dakika tu chache ambazo Mungu anakutangazia mwanzo mpya. Anasema huu ni mwanzo mpya wa kutembea na yeye. Huu ni mwanzo wa miezi kwako. Huu ni mwanzo wa miaka kwako. Huu ni mwanzo wa miezi kwako. Rando ropo, rapa shando, reko rina manto, rapa shando, reko rina, rando ropo ko, rapa ko, repo ko, arianto ropo, sharina mando, arianto ropo, repo korina, randa rapa shando, rapa ko. Omba tu wewe binti, maumivu ulio nayo unajua wewe mwenyewe. Mchungaji hawezi kujua maumivu yako. Mtumishi unayejua mahali unapopita. Wewe mama,
Wewe ndio unayejua mahali unapopita. Wewe kijana, wewe ndio unayejua mahali unapopita. Mtumishi anaweza asielewe, lakini nenda, iko damu ya Pasaka, damu iliyomwagika pale Kalvari, iliyomwagika kwenye msalaba, inatusaidia kutoka rapa shando rapoko repo shando rapoko. Pasaka hii ya Bwana, tunatangaza mwanzo mpya wa kutembea na wewe. Tunatangaza mwanzo mpya wa kutembea na wewe, mwanzo mpya wa kutembea na wewe, kutembea katika upya uzima, kutembea katika upya uzima. Wewe binti, omba, acha kushangaa. Omba, acha kushangaa. Omba, acha kushangaa. Acha kushangaa. Wewe mama, omba, fungua tu kinywa chako. Biblia kwenye Mithali 18:21 anasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kwa ulimi wako unaweza ukatabiri uzima kwenye mwili wako. Unaweza ukatabiri uzima kwenye biashara yako. Kwa kinywa chako unaweza ukatabiri uzima kwenye kazi yako. Unaweza ukatabiri uzima kwa watoto wako. Unaweza ukatabiri uzima kwa watoto wako. Rapa shando ropo, arianto ropo, arianto ropo, repa shande rika, arianto, rendoria manto, reko shando, ripa koria manto, rendo ropo. Omba tu, hiyo damu ilimwagika kwa ajili yako. Ilimwagika kwa ajili yako. Omba tu, omba tu, omba tu. Sharabahandereboseke, rapa shando, repoko, arianto ropo, repa shando, repoko. Tangaza tu, tangaza tu, tangaza tu, tangaza tu amani, tangaza mafanikio. Itangazie na Tanzania. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Iwe amani kwako Tanzania. Shalom Tanzania. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi kwenye kanisa la Moravian. Uchaguzi hautaleta mafarakano. Damu ya Yesu itatupatanisha. Itaitwa kanisa la umoja wa ndugu. Uchaguzi hautatutenga. Mwaka huu kuna uchaguzi kwenye taifa letu. Uchaguzi kwenye taifa letu. Uchaguzi kwenye taifa letu. Damu ya Yesu ilimwagika. Damu ya Yesu ilimwagika msalabani. Tunatangaza amani kwa Tanzania. Shalom Tanzania. Shalom Tanzania. Amani iwe kwako. Amani iwe kwenye mipaka yako. Amani iwe kwenye mipaka yako. Damu ya Yesu ilimwagika msalabani. Tunakataa kumwaga damu wakati wa uchaguzi. Tunakataa kumwaga damu wakati wa uchaguzi. Damu yako ilimwagika msalabani. Damu ya Pasaka ilimwagika msalabani. Tanzania, tunakataa kumwaga damu wakati wa uchaguzi. Tunakutangazia amani. Shalom kwako Tanzania. Itakieni amani Tanzania. Itakieni amani Tanzania. Itakieni amani. Utakieni amani mji ambao Mungu amewaweka ndani yake, kwa sababu kufanikiwa kwa huo mji ni mafanikio ya kwako. Rapo sheke rando ropo. Tunamwaga damu ya Yesu kwenye ardhi ya Tanzania. Tanzania hutamwaga damu kwenye uchaguzi. Tunatangaza amani. Tunatangaza amani kwa ajili ya Tanzania kupitia lango la Pasaka na damu ya Pasaka. Tunatangaza amani kwako Tanzania. Rapako, rapako, rando, repoko, reko shando, arianto ropo, reko shando ropo, ariana mando ropo, renoria manto, arianto ropo, sharina manto. Amani kwako Tanzania. Shalom Tanzania. Amani kwako Tanzania. Kuta zako zitaitwa wokovu na malango yako yataitwa sifa. Tunamwaga damu ya Yesu kwenye mipaka yako. Damu ya Yesu kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Damu ya Yesu kwenye vyombo vinavyotoa haki. Damu ya Yesu kwenye serikali. Shalom kwako Tanzania. Rapo, arianto ropo, reko shando, arina manto ropo, reko shando. Mungu, kupitia lango la Pasaka na hiyo damu ya Pasaka, tumetangaza amani kwenye mipaka ya Tanzania. Tumetangaza amani kwenye familia, kwenye koo. Tumetangaza amani kwenye ndoa. Tumetangaza amani kwa watoto wetu kwenye kipindi cha uharibifu ambapo dunia inaleta habari za ushoga na usagaji. Tumetangaza amani kwa watoto wetu. Hawatapatwa na uharibifu watakapokuwa shuleni, watakapokuwa barabarani, hawatapatwa na uharibifu. Damu ya Pasaka itawalinda. Damu ya Pasaka itawalinda watoto wetu. Rapako, rando ropo, sharopoko, rana mando ropo, reko shando, rapako, ariana mando ropo, shariana manda rapa. Safarania nos que tabarante
namna ya kukaa magotini pako. Bwana, ndiko kuliko na majibu sahihi. Wanadamu wanaweza kutupa majibu yasiyo sahihi. Kwako Mungu ndiko kuliko na majibu sahihi. Neno lako limepita Bwana. Tusaidie tukae watu wakusikie. Tusaidie watu tukae watu wa kupona. Tusaidie Bwana Yesu tukae watu wa kubadilika. Maana tunahitaji msaada wako. Hatuwezi kuvuka makazini wetu. Hatuwezi kuvuka katika nyumba zetu. Hatuwezi kuvuka katika ndoa. Hatuwezi kuvuka katika mahusiano. Hatuwezi kuvuka katika kutumikia wewe. Basi kwa kuwa na maombi ya Bwana. Basi kwa kuwa na kusimama na wewe. Tusaidie Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya mtumishi wako. Umetumia kwa sekunde. Tunaomba Bwana utukuzwe wewe. Mahali alipopunguza ukainuke wewe kule kwa sifa. Ukajasirize kanisa lako. Mahali alipoongeza Bwana ukainuke wewe Bwana. Ukatende kwa utukufu wako. Asante kwa ajili ya kila moja moja. Asante kwa ajili ya waombaji ya Bwana. Asante kwa ajili ya utumishi wako ambao wameachilia sadaka kwa ajili ya semina hii. Ninalibariki jina lako takatifu. Wewe Mungu mwaminifu. Tunapoendelea na majukumu mengine mahali hapa. Tunapoendelea na ibada mahali hapa. Bwana uwe pamoja nasi. Tunajiachilia kwako Mungu mwema. Asante kwa utukufu wako. Tunashuhudia kwako Mungu mtakatifu. Katika jina la Yesu. Amen. Lakini naweza kumtazama jirani yako amebadilika sura au amefanya